mkurugenzi wa hii taasisi wa ustawi wa jamii, lakini nitataja kiufupi malengo makubwa ya hii taasisi. Taasisi hii ni taasisi ambayo ya kuhamasisha afya kwa jamii, ikiwemo ulemavu wa watoto, maradhi yale hatarishi kama sukari, presha na mengineyo, lakini pia magonjwa ya akili, lakini pia wale yatima tunahamasisha, lakini vile vile tunaomba misaada kwa ajili ya kuwasaidia, kwa sababu na wao ni binadamu, isipokuwa wamepata matatizo ya changamoto za kimaisha aliyowajalia Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sisi tumejikita na kuwafariji wote wastahiki katika hii taasisi yetu. Lakini leo tumekuja katika soko ya Kinyasini, na miongoni mwa ziara zetu za kuzunguka jamii nzima ya nchi yetu kuhakikisha kwamba kwenye masoko, kwenye hospitali, maskuli, mafuko ya bahari twende tukafanye usafi na kuhamasisha wananchi wote washiriki kufanya usafi, kwa sababu tunajua tumezungukwa na wakati wa mvua. Wakati huu kuna maradhi mengi ya mlipuko. Kwa hiyo tunahamasisha jamii ifanye usafi ili tuepukane na maradhi yale ya mlipuko. Kwa kutujalia leo uwepo hapa nyinyi watu wa kikundi cha afya ya jamii organization kutoka mkoa Kaskazini Unguja, kwa kuja kujitolea kwa hiari yenu kutaka kuona kwamba hali ya nchi yetu na visiwa vyetu wana usafi ambao Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kila siku anahimiza kwamba usafi kwanza, mambo mengine yote baadaye. Mtu yoyote aliyekuwa hana afya ndani ya eneo alipo shida. Na ndio maana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar akasema kwamba popote ulipo kwa lazima unatakiwa uwe safi, uwe mwenyewe uwe safi. Unapokosa usafi hata afya za wanadamu zinakuwa duni. Nyinyi kama kikundi mmetoka mbali sana, mmekuja huku mkoa Kaskazini, mmekuja wilaya Kaskazini na mlikuja kwa ridhaa yenu. Tuna makundi mangapi na mangapi yapo hapa ndani mkoa wilaya Kaskazini, lakini hajapata kufanya jambo kama hili la kuja kujitolea na kuona wanasafisha maeneo mbalimbali. Lakini nyinyi kwa hiari zenu mmejitoa, mkasema tuje twende Kaskazini tukawasaidie kufanya usafi. Hilo tuwashukuru sana. Na tukushukuruni kwa moyo mmoja, na msichoke. Kila baada ya mnapoona pana nafasi basi tunakuombeni muje mtupe kampani. Sisi kama jamii watapoona kama nyinyi mnafanya mmetoka Kaskazini B mmekuja huku, basi kama Kaskazini nao wataega wataona kwamba sisi tufanye, kwa sababu haiwezekani kwamba tuna vikundi mbalimbali vya wilaya, lakini imetoka wilaya B vimekuja Kaskazini. Kwa hiyo tuwapongeze sana, tuwapongeze kwa moyo mkunjufu, na msichoke. Kila mtu ana haja basi mtupe kampani. Kweli siku ya leo tumefarajika sana kuona kwamba ndugu zetu hawa wa vikundi binafsi kuja kutusaidia usafi katika soko hili la Kinyasini ni jambo ambalo la faraja kwetu sisi, na tufahamu ya kwamba usafi ni afya. Kwa hivyo binadamu wote wanatakiwa kufanya usafi. Kwa kuwa wenzetu wamelifahamu hili, ndio maana wamekuja hapa. Wanaonesha kwamba wanaonesha moyo mzuri sana kwa kujitolea kuja hapa, na sisi tumelipokea vizuri na tupo tunashirikiana nao, tukiwemo sisi watendaji wa soko hili, lakini pia na baadhi ya wafanyabiashara nao vile vile wanashirikiana nao katika kulifanyia soko usafi hili la Kinyasini. Wito wangu ni kwamba kwanza naanza kwa wafanyabiashara wa hapa, wao wenyewe wanatakiwa wadumishe usafi, na ikiwezekana sio wachafue kwa maksudi. Tumeweka madustbin humo, kwa hivyo zile taka zao zile nyingine wanaweza kutia kwenye dustbin na sio kutupa ovyo, kwa sababu kuna wafanya usafi. Hii haitakiwi. Wao wanatakiwa wazitie kwenye dustbin, na wakija wale wafanya usafi wao
wanasafisha yale mataka mengine. Tumekuja hapa kufanya usafi wa mazingira. Kama tunavyoona tuko katika hali ya mvua, kwa hiyo tumeona tuje tufanye usafi wa mazingira ili kuepusha magonjwa mbalimbali yasije yakatokezea katika mazingira haya ya soko la Kiesa.